Wakati Wajemi wakizuiliwa kuingia nchini Marekani kutokana na tangazo la rais wa Marekani la siku ya Jumatano ambalo limewazuia wa Iran kutoingia nchini Marekani kutokana na mambo mbalimbali ambayo ameyatangaza bwana Donald Trump, ikiwa ni pamoja na masuala ya ugaidi, huku Iran ambayo ipo katika mazungumzo ya masuala ya nyuklia ambayo Marekani inaitaka Iran ikubaliane na kuachana na mpango wake wa nyuklia, ikiwa ni pamoja na kutorutubisha uranium. Iran imekataa masharti yote ya Marekani kwenye mazungumzo hayo, huku ikisema liwalo na liwe. Iran imekataa katakata masharti ya Marekani katika mazungumzo ya nyuklia na imesisitiza haitokubali kamwe masharti yoyote ya kusitisha urutubishaji wa urani, ikisema mafanikio yake ya nyuklia ni matokeo ya miaka mingi ya kujitolea, uwekezaji na kujenga uwezo wa kitaifa. Kupitia ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa X wa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kuwa urutubishaji wa urani ni haki ya Iran isiyoweza kujadiliwa katika makubaliano yoyote ya baadaye kuhusu mpango wa nyuklia. Kuna sababu kwa nini ni mataifa machache tu ulimwenguni yanayoweza kutoa nishati ya kuendesha mitambo ya nyuklia, aliandika, akihoji kwamba kwa nini Iran isiruhusiwe. Iran imelipa gharama kubwa kufikia uwezo huo na hakuna hali yoyote ambayo tunaweza kuwasaliti wazalendo waliotimiza ndoto hii ya kitaifa. Hatuwezi kukubaliana na matakwa ya Donald Trump. Liwalo na liwe, tutaendesha mipango yetu ya nyuklia ndani ya Iran. Araghchi ameongeza kuwa urutubishaji wa urani ni zao la dhamira ya kifedha ya Iran, misingi imara ya viwanda pamoja na miundombinu ya kielimu na kiteknolojia, mambo msingi yaliyoiwezesha Teheran kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani licha ya miaka mingi ya vikwazo na mashinikizo ya kimataifa. Akitoa ufafanuzi msimamo wa Iran katika mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Marekani, amesema bayana kuwa kama hakuna urutubishaji wa uranium kwa Iran, basi hakuna makubaliano. Aidha amesema hakuna silaha za nyuklia, hapo tunaweza kuwa na makubaliano. Iran na Marekani tayari zimefanya duru 5 za mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja ili kutafuta njia mbadala ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 maarufu kama JCPOA. Hata hivyo, mazungumzo hayo yamekwama kutokana na shinikizo la Marekani kwamba Iran iache kabisa urutubishaji wa urani chini ya mkataba wote mpya, sharti ambalo Teheran inalipinga vikali. Maafisa pamoja na viongozi mbalimbali nchini Iran wamezungumzia suala hilo kama uonevu na kwamba hawapo tayari kuona jambo hilo likitokea, na kwamba watapambana juu chini bila kuogopa, bila namna yoyote watahakikisha wanaendeleza urutubishaji wa urani katika taifa hilo. Hata hivyo, kwa upande wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei amenukuliwa katika vyombo vya habari katika siku za hivi karibuni akisema kwamba Iran kamwe haitokubaliana na jambo hilo na Iran haiwezi kuachana na mpango wa nyuklia ambao ni wa miaka mingi na ambao umewawezesha kuibuka kiuchumi kutokana na vikwazo vilivyopo kwa muda mrefu ndani ya taifa hilo. Ayatollah Al-Khamenei aidha ameongeza kwamba Marekani ya Donald Trump haiwezi kufanya chochote kuhusu mradi wao wa nyuklia ambao ni wa muda mrefu sasa na ambao ndio utajiri wao kwa sasa. Kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei ameongeza kwamba urutubishaji wa urani ndio ufunguo wa suala la nyuklia la Iran, akipuzilia mbali pendekezo la Donald Trump kwa Teheran la kusimamisha kikamilifu urutubishaji wa madini hayo ya urani. Kiongozi muadham amesema neno la kwanza la Marekani ni kwamba Iran haipaswi kuwa na teknolojia ya nyuklia. Majibu yetu kwa madai hayo ya kipuuzi ya Marekani yako wazi. Hawawezi kuthubutu kufanya kosa lolote katika hili, hawatoweza kutuzuia na kamwe waachane kabisa na mpango wetu. Amesisitiza kuwa teknolojia ya nyuklia ni sekta ya msingi ambayo nchi zote duniani zina haki ya kuitumia kwa amani. Amesema teknolojia hiyo inaleta uhuru kwa mataifa katika sekta ya nishati pamoja na maeneo mengine yakiwemo dawa pamoja na tiba, akibainisha kuwa bila urutubishaji wa urani teknolojia ya nyuklia kimsingi haina maana. Kiongozi huyu amesema serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yenye mfumo wa kisiasa unaostawi imara na wenye mamlaka uliotokana na mapinduzi makubwa yameushangaza ulimwengu wa magharibi. Anasema licha ya kufariki dunia Imam Ruhollah katika miaka 36 iliyopita, lakini mfumo wa kisiasa wa Iran tangu wakati huo umeendelea kuimarika kwa uthabiti na nguvu, na kwamba
hauwezi kuyumbishwa hata kidogo, anasema Ayatollah Al-Khamenei, ambaye ameongeza kwamba athari za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran zinaonekana machoni pa watu duniani kote. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.